Suratul Hashri imeteremka Madina. Sura imeanzia kwa kutoa habari kwamba kila kitu kilioko katika mbingu na ardhi kinamsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila kitu ambacho si laiki naye, na kwamba yeye ni mtukufu, mwenye nguvu asiyeshindika, ni mwenye hikma katika kuendesha kwake na kupanga kwake sharia, na katika matokeo ya nguvu zake na hikma yake ni yale yanayosimuliwa na sura hii yaliyowapata Bani Nadhir, nao ni katika Mayahudi wa Madina. Walikuwa hao walisuluhiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuhamia Madina kwamba wasiwe dhidi yake wala upande wake. Waliposhindwa Waislamu katika vita vya Uhud, walivunja agano lao wakaungana na Makureshi dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndipo akenda akawazunguka katika ngome zao ambazo walidhani wenyewe kuwa zitawalinda na zisiweze kuwalinda. Tena ndiyo akawafukuza kutoka Madina. Kisha sura inaeleza hukumu ya mali yaliyopatikana kwa maadui bila ya kupigana vita wala kukimbilia kwa farasi na kadhalika. Ikataja kuwa hayo ni ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na jamaa na mayatima na maskini na wasafiri na mafakiri katika wakimbizi waliotolewa kwenye nyumba zao na mali yao. Kisha sura ikasimulia habari za Ansari, Waislamu wa Madina, na fadhila yao na jinsi walivyokuwa wanawafadhilisha wahajir, wakimbizi kuliko nafsi zao, ijapokuwa wao wenyewe wana haja ya hivyo wanavyotoa. Na sura inataka macho yaangalie zile ahadi za wanafiki kwa Bani Nadhir na kauli yao waliosema, pindi mkitolewa nasi tutatoka pamoja nanyi, na mkipigwa vita tutakusaidieni. Basi sura imeofedhehi uongo wao huo, udanganyifu wao katika hayo. Kisha sura ikamalizikia kwa kuwakumbusha waumini kwa yatakikanayo wawe nayo, nayo ni kumcha Mwenyezi Mungu na kujiwekea akiba kwa siku zijazo za karibuni na za mbali, na wala wasiwe kama wale waliompuuza Mwenyezi Mungu naye akawasahaulisha nafsi zao. Na ikahitimisha sura kwa kubainisha hadhi ya Qur'ani na ubora wa taathira yake. Hayo ni hivyo kwa sababu aliiteremsha ni yeye Mwenyezi Mungu, ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye, mwenye Asmaul Husna, majina mazuri kabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Vinamsabih, vinamtakasa Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi, naye ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwali alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Yeye ndiye aliyewatoa waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu katika nyumba zao wakati wa uhamisho wa kwanza. Hamkudhani kuwa watatoka, nao walidhani kuwa ngome zao zitawalinda na Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu aliwafikia kwa mahali wasipopatazamia, na akatia woga katika nyoyo zao, wakawa wanazibomoa nyumba zao kwa mikono yao na mikono ya waumini. Basi zingatieni enyi wenye macho. Walaula an kataba Allahu alayhimul jalaa la'adhabahum fid dunya walahum fil akhirati adhabun nar. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu asingeliwaandikia kutoka, angeliwaadhibu katika dunia, na katika akhera watapata adhabu ya moto. Dhalika bi annahum shaqqu Allaha wa rasulahu wa man yushaqqi Allaha fa inna Allaha shadidul iqab.
Hayo ni kwa sababu walimpinga Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na mwenye kumpinga Mwenyezi Mungu, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhnillahi wa liyukhziyal fasiqin. Mtende wowote mlioukata au mliouacha unasimama vile vile juu ya mashina yake, basi ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kwa kuwa hizi wapotovu. Wama afaa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikabin walakinna Allaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Na mali aliyoleta Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kutoka kwao hamkuyakimbilia mbio kwa farasi wala ngamia, lakini Mwenyezi Mungu huwapa mamlaka mitume wake juu ya wowote awatakao, na Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Ma afaa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasul walidhil qurba walyatama walmasakin wabnis sabili kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Mali aliyoleta Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kutoka kwa watu wa hivi vijiji ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya mtume na jamaa na mayatima na maskini na msafiri, ili asiwe yakizunguka baina ya matajiri tu miongoni mwenu. Na anachokupeni mtume chukueni, na anachokukatazeni jiepusheni nacho. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Wapewe mafakiri wahajiri waliotolewa majumbani mwao na mali yao kwa ajili ya kutafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi zake, na wanamsaidia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hao ndio wa kweli. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Na walio na maskani zao na imani yao kabla yao wanawapenda waliohamia kwao, wala hawaoni choyo katika vifua vyao kwa walivyopewa, bali wanawapendelea kuliko nafsi zao, ingawa wao wenyewe ni wahitaji. Na mwenye kuepushwa uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufanikiwa. Walladhina ja'u min ba'di
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Na waliokuja baada yao wanasema, Mola wetu mlezi, tughufirie sisi na ndugu zetu walitutangulia kwa imani, wala usijalie ndani ya nyoyo zetu ndani kwa walioamini. Mola wetu mlezi, hakika wewe ni mpole na mwenye kurehemu. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Wao ni wanaofanya unafiki wanawaambia ndugu zao waliokufuru katika watu wa kitabu, mkitolewa na sisi lazima tutatoka pamoja nanyi, wala hatutamtii yoyote kabisa dhidi yenu, na mkipigwa vita lazima tutakusaidieni. Na Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa hao hakika bila shaka ni waongo. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Pindi wakitolewa hawatatoka pamoja nao, na wakipigwa vita hawatawasaidia, na kama wakiwasaidia basi watageuza migongo kisha hawatanusuriwa. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qaumun la yafqahun. Hakika nyinyi ni kitisho zaidi katika vifua vyao kuliko Mwenyezi Mungu. Hayo ni kwa kuwa hao ni watu wasiofahamu kitu. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Hawatapigana nanyi kwa mkusanyiko isipokuwa katika vijiji vilivyozatitiwa kwa ngome au nyuma ya kuta. Wao kwa wao vita vyao ni vikali. Utawadhania kuwa wako pamoja, kumbe nyoyo zao ni mbali mbali. Hayo ni kwa kuwa wao ni watu wasio na akili. Kamathali alladhina min qablihim qariban dhaqu wabala amrihim wa lahum adhabun alim. Ni kama mfano wa waliokuwa kabla yao hivi karibuni, walionja uovu wa mambo yao, nao watapata adhabu iliyochungu. Kamathali ash-shaytani idh qala lil-insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Ni kama mfano wa shetani anapomwambia mtu kufuru, na akikufuru humwambia mimi si pamoja nawe, hakika mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin.
basi kawa mwisho wa wote wawili hao ni kuingia motoni. Wadumu humo daima, na hiyo ndiyo jaza ya madhalim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu, na kila nafsi iangalie inayoyatanguliza kwa ajili ya kesho. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu anazo habari ya mnayoyatenda. Wala takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala msiwe kama wale waliomsahau Mwenyezi Mungu na yeye akawasahaulisha nafsi zao. Hao ndio wapotovu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Hawawisawa watu wa motoni na watu wa peponi. Watu wa peponi ndio wenye kufuzu. Law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lau kuwa tumeiteremsha hii Qur'ani juu ya mlima, basi bila ya shaka ungeliuona ukinyenyekea, ukipasuka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo mifano tunawapigia watu ili wafikiri. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu, mwenye kuyajua yaliyofichikana na yanayoonekana. Yeye ndiye mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu, mfalme, mtakatifu, mwenye salama, mtoaji wa amani, mwenye kuyaendesha mwenyewe mambo yake, mwenye nguvu, anayefanya analolitaka, mkubwa. Ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayomshirikisha nayo. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu muumbaji, mtengenezaji, mtia sura, mwenye majina mazuri kabisa. Kila kilioko katika mbingu na ardhi kinamtakasa, naye ni mwenye kushinda, mwenye hikima.